lazima watu wakili na kutambua kwamba Spain sio timu ya kawaida. Sio timu ya kawaida kama ambavyo wanawaitazama watu kwamba wana wachezaji ambao labda hawana majina. Nimeanzia hapo kwa maana kwamba wasikilizaji na watazamaji wanatakiwa kuipa Spain full respect kama ni moja ya timu hatari sana kwenye mashindano haya. Kwa sababu kumbuka, hii ndio timu pekee ambayo imefungwa magoli machache sana. Imekuja kufungwa, imeruhusu goli juzi tu hapa, ilikuwa haijaruhusu kabisa. Na ubora wa Spain umetoka baada ya renki za FIFA. Najua FIFA kwenye mashindano haya wametoa vilabu renki ya vilabu bora zaidi duniani. Kwa mataifa bora zaidi duniani. Taifa la kwanza kwa sasa hivi ni timu ya taifa Spain. Ndio wako bora, wanashikilia rekodi ya kufanya vizuri. Taifa la pili ni Ufaransa. Halafu taifa la tatu ni Argentina, ambao unaona leo wanacheza, na taifa la nne ni timu ya taifa ya England. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza kwenye historia ya kombe la dunia, timu bora 4 zimekwenda kucheza nusu finali na zitakwenda kucheza nusu finali pamoja na mshindi wa 3. Sasa ukijaribu kutazama mazingira ambavyo yalivyo, jana Spain naweza nikasema vitu vikubwa tu vitatu ambavyo vimewafanya wafanye vizuri zaidi. Jambo la kwanza ni ile total dominance kubwa ambayo wameifanya. Ni kwa sababu kuna mtu ama kuna watu naweza nikasema silent killer kwenye timu, ya namna ya kuifanya timu icheze kwenye nyakati ngumu, ya kufanya timu iweze kuregain possession pale ambako imekuwa imepoteza nafasi ama imekuwa imepoteza kwenye umiliki. Spain bado ni nyakati chache sana ambao sekunde zao wanazotumia 15 mpaka 30 hawakuweza kurejesha mpira. Jana kuna mtu anaitwa Fabian Ruiz, Rodrigo ama Rodri. Mchezaji yule haimbwi, lakini kazi aliyoifanya, alifanya kazi kubwa sana. Kwa sababu unaweza ukatazama jana Spain wakati wanacheza kwenye eneo la kuattack, walikuwa na discipline ya hali ya juu, na wao ndio walikuwa wanacheza high pressing. Kumbuka timu ya taifa ya Ufaransa walikuwa wanaanza kukabiwa golini, yani wanapoanza tu mashambulizi wanaanza kukabiwa kule. Unaweza kumuona Dani Olmo, Oyarzabal miongoni mwa striker ambaye alifunga goli la kwanza la penalty. Unaweza kumuona Lamine Yamal pamoja na Alex Baena, ambao hawa wanapoanza mashambulizi timu ya taifa ya Ufaransa wanakwenda kuanzia kuakabia kule. Ndio maana ulimuona Dayot Upamecano akipata wakati mgumu sana namna ya kuadvance na mipira, lakini pia unaweza kumuona beki bora kabisa wa EPL amefanya kazi nzuri, William Saliba. Ilifika namna tough game aliamua kukaa mwenyewe. Unaweza kaona Spain walipoamua kucheza tough game ya kushambulia kwa kuanza kwa kabia juu, huko ndiko sasa kuliwanyima nafasi kubwa timu ya taifa ya Ufaransa ya kucheza mpira kwenda kumtazama. Jana alianza Ousmane Dembele, lakini pia alianza Bakora, kwa maana kwamba Zadu ama Desledo aliamua kuanzishwa benchi ili atakuwa ni game changer. Sasa unaweza ukatazama zile nyakati za kupeleka mpira kwenda kuwatafuta kina Ousmane Dembele pamoja na Bakora zilikuwa ngumu sana. Ikafika sehemu sasa Bakora akipata mpira analazimika kwenda yeye peke yake mbele, na of course alikuwa akienda peke yake mbele, hakuna mchezaji mwingine ambaye ameoverlap, anakwenda ananyang'anywa mpira ama anakwenda mpira anatoka nao nje, jambo ambalo liliwanufaisha Spain kwenye mfumo wa kukabia juu. Angalia goli la kwanza la penalty linapatikana, namna makosa ya defenders ambao waliyafanya, unaona kabisa ni makosa ya timu kubwa imekosa utulivu. Mchezaji anapiga mpira anakosa concentration, Lamine Yamal bwana mdogo anafika kwenye penalty box bila kutazama, anapigwa penalty. Lakini unaweza ukaangalia goli la pili ambalo limefungwa la timu ya Spain na kijana Paul, namna ambavyo alifunga ile goli. Zimepigwa pasi, lakini wakati zinapigwa zile pasi ukiutazama ule ukuta wa Ufaransa watu wanne wote ulikuwa na kila mtu. Alianza Lamine Yamal, alikuwepo Dani Olmo, alikuwepo Alex Baena. Hawa wote wanakuja, na ukiwatazama walivyosimama, wamesimama wanaangalia unakotoka mpira. Hawasimami wakimwangalia goalkeeper wa timu ya taifa ya Ufaransa. Maana yake nini? Wanajiandaa kwa ajili ya retain possession. Sasa katika mazingira yale zinapigwa pasi, mfungaji wa goli la pili anakwenda kufunga goli pasipo kukabwa. Ogopa sana timu inaweza katengeneza nafasi ya kufunga goli, mfungaji anafunga goli bila kukabwa. Tena unacheza na Ufaransa, timu ambayo ilikuwa inataka kuandika rekodi ya kucheza finali 3 za kombe la dunia mfululizo, lakini jana ikawa ni stopping. Sasa unaweza ukajiuliza kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa baada ya kuzidiwa kwenye eneo hilo, wao walitakiwa wafanye nini? Unarudi unawatazama kwenye eneo la kiungo. Viungo wao wengi waliokuwa nao wana asili ya kukaba. Umemtazama vizuri sana Rabiot. Yule sehemu ambako nilikuwa naangalia wanasema huyo ndio Mfaransa halisi, Rabiot.
pamoja na Tuna walikuwa wote wako two defense. Walikuwa wanakuja sana kuisaidia timu, wakawa wanawaacha wachezaji watatu sasa, kwa maana ya Michael Olise, unamzungumzia kijana mkubwa Ousmane Dembele na Bakora pamoja na Kylian Mbappe isolated, jambo ambalo likawalazimisha sasa, kwa sababu mpira hauji, ndio maana ulikuwa unaona Dembele anarudi kuchukua mpira, Michael Olise anakuja kuchukua mpira. Tchouaméni alikuwa na kazi gani mle ndani? Kazi yake lengo lake na mazumuni kwamba Spain kuvuruga pasi, wacheze pasi nyingi. Baada ya mwalimu kuona kwamba sasa alivuruga ama kuvuruga? Hakuvuruga. Sasa kama kuvuruga, mwalimu alikuwa anaendelea kubaki na Tchouaméni uwanjani. Baada ya kuona sasa ameshindwa kuvuruga ule mpango kazi, anaamua kumtoa, anaingiza mchezaji tunawaita advanced playmaker, mchezaji ambaye anaweza akaondoka kwenye sehemu moja na mpira na akasaidia timu kupandisha mashambulizi. Aliingia kona, unamuona nywele zake kidogo, alikuwa na uwezo wa kutoka na mpira katikati. Kumbuka dakika 90 za kwanza ambazo zilikwenda kumalizika, not dakika 90, dakika 45 za kwanza, timu ya taifa ya Ufaransa kwa mara ya kwanza haikupiga shuti lolote golini. Dakika 90 zile kabla ya dakika 7 za nyongeza, timu ya taifa ya Ufaransa haikupiga shuti lolote. Baadaye kwenye zile dakika anakuja kupiga mashuti mawili. Unamkumbuka vizuri nafasi ambazo alizipata Ousmane Dembele, ambazo kidogo goalkeeper wa timu ya taifa ya Spain kwa maana ya Unai Simon asingekaa vibaya, labda wangeweza kupata goli, lakini ndani ya dakika 45 hakuna shuti iliyopigwa ambalo la moto na mlenga goalkeeper. Sasa alipokuja huyo kijana aliweza kusaidia kupunguza hata wastani wa umiliki wa mpira, kwa sababu kwa jana ni lawama ni kwa kocha wa France. Timu nzima, hata yeye hataki kulaumiwa kwa sababu timu nzima ilizidiwa. Yeye si ndio msuka mipango kama amefanya